katika haki za msingi kwa mwanamke na haki za lazima umtolee mahari. Hakuna mambo ya bure. Sawa, leo utaona kuna mambo mengine ambayo yanafanyika mjini, mambo ya maajabu kweli kweli. Tunaona kuna wanawake ambao wanajipeleka kwa wanamume. Hii ni kujishusha thamani. Kuna wanawake ambao wanajipeleka kwa wanamume, hakuna ndoa, hakuna mahari, hakuna ridhaa. Yani ni vurugu kweli. Na hii ni zinaa bila shaka. Kwa kweli haya mambo yamechukuliwa kwenye jamii ya kawaida, lakini huu ni mtihani. Tunakeuka sheria. Kama mnaona mna uwezo wa kuishi pamoja, kitu gani kinawazuia msifunge ndoa? Kama mmeweza kuishi pamoja mwaka mmoja, miwili, mitatu, kitu gani ambacho kiliwazuia wakati mlichukua hiyo maamuzi ya kukaa pamoja mkasema tufunge ndoa tukae kihalali? Sawa, mubasharatan hili linaweza talikawa linadhihirisha ya kuwa huyu mwanamume hana mapenzi ya kweli kwa huyu mwanamke. Labda kuna mambo mengine ambayo anayatazama au anayafikiria yeye kama yeye. Kwa sababu mwanamume kama mwanamume unapaswa kujua ya kuwa katika haki za msingi kwa mwanamke ni kumpa mahari. Mpe mahari mwanamke, hapana kuchukua tu unazoa unapeleka. Huu sio mzigo, ni mwanadamu, ana thamani pia, ana thamani, amethamanishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho Allah anawaambia wanamume, wa atu nisaa sadaqatihinna nihla, peni wanawake mahari zao, wapeni mahari. Ndio dini inatufunza hivyo, ndugu zangu Waislamu. Na mambo ambayo yanaendelea mjini ni ujanja na ni mambo ambayo hayaruhusiwi kisheria. Hairuhusiwi mwanamke eti achukuliwe na mwanamume, hakuna ndoa, hakuna nini, hakuna utaratibu ambao umefuatwa kisheria. Hilo jambo haliruhusiwi kabisa. Tena mwanamke kabisa anatoka nyumbani tena anakwenda kwa mwanamume, anakwenda kukaa kwa mwanamume. Yaani wewe mwanamke unajihisi aje?